mmoja mkazi wa kata ya Patimbo, wilaya ya Kiteto, mkoani Manyara afikishwa mahakamani kwa tuhuma za kumchoma tumboni mwanamke mmoja na kitu chenye ncha kali. Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, yapoteza mchezo wa kwanza michuano ya AFCON. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako na Mikisa Moipiana. Tunaanza na taarifa habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia kile kilichojiri katika upande wa magazeti. Karibu. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 30, mwanamke mkazi wa kata ya Patimbo, wilaya ya Kiteto, amefikishwa mahakama ya hakimu mkazi wa wilaya ya Kiteto kwa tuhuma za kumchoma na kitu chenye ncha kali eneo la tumbo mwanamke mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa na kusababisha utumbo wa mwanamke huyo kutoka nje, hali iliyomfanya kukimbizwa na kulazwa kwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kiteto, ambapo kesi inayomkabili mtuhumiwa huyo ni ya jaribio la mauaji. Elia Kimani anaarifu zaidi kutoka. Mtuhumiwa huyo anadaiwa kutenda kosa hilo Disemba 11, 2025 kinyume cha sheria kifungu cha 211B sura ya 16 ya mwaka 2023. Hata hivyo, baada ya mahakama kumsomea mashtaka, mtuhumiwa huyo hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama ya wilaya ya Kiteto haina mamlaka kusikiliza kesi hiyo ambayo upelelezi wake unadaiwa kuwa haukukamilika. Shtaka la pili la mtuhumiwa huyo ni la kujeruhi kinyume cha sheria kifungu cha 225 cha kanuni ya adhabu ya sura ya 16 ya mwaka 2024. Kesi hiyo itatajwa tena mahakamani hapo. Katika hatua nyingine, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wilaya ya Kiteto imemfikisha mahakamani mwenyekiti wa kijiji cha Kimana, Sekemi Sakana, kwa makosa ya kuomba na kupokea rushwa kiasi cha shilingi 100,000 kinyume cha sheria namba 15 sehemu ya kwanza A cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa kifungu 329 ya mwaka 2023. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka, mahakama ya wilaya ya Kiteto Abdurrahman Jamal amesema kuwa mtuhumiwa alitenda kosa hilo mwezi Agosti 2025 kwa kuomba na kupokea kiasi cha shilingi 100,000 kutoka kwa Muhtar Mohamed ambaye alikuwa akituhumiwa kwa kosa la kufanya kilimo katika eneo ambalo si la kilimo, ili kumtoa mtuhumiwa huyo aliyekuwa ameshikiliwa na polisi. Kutoka wilaya ya Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limewataka Waislamu wanaokwenda katika miji mitakatifu ya Maka na Madina kwa ajili ya ibada ya Umra kuhakikisha kuwa wanaliombea pia taifa, amani, umoja na utulivu, lakini pia kuwaombea viongozi akiwemo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ili aendelee kuliongoza taifa kwa hekima na busara. Pale kila dua yajibiwa, kila neno takalolisema pale wewe litakubaliwa. Usione kama nasema tu hapana, pale uko mbele ya Mwenyezi Mungu, uko mahala patakatifu, pale uko na malaika. Katibu Mkuu Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Alhaji Nuhu Jabir Mruma ametoa wito huo wakati wa kuaga waumini wa Kiislamu zaidi ya 20 waliokuwa wanajiandaa kwenda katika ibada ya Umra katika miji ya Maka na Madina, safari zinazoratibiwa na kusimamiwa na baraza hilo. Kwamba kwanza kabisa mnajiombea dua wenyewe, lakini pia mnawaombea familia zenu, lakini mnatuombea sisi viongozi wenu wa dini mliotuacha huku Tanzania, lakini kubwa zaidi mnaiombea nchi yetu ya Tanzania ili amani yetu hii tulionayo katika nchi yetu iendelee kudumu. Tunaamini kwamba katika mji wa mtukufu wa Maka na hata Madina ni sehemu nzuri sana ya kuomba dua, na tunaamini dua yake inakwenda kama Mwenyezi Mungu alivyokusudia na nyie ambao mnaiomba mlivyokusudia. Kwa hiyo nchi tumuombe mwenye kuongoza, ndio tumujahazi, hatuteremki. Idha nazala albala ya ummu salih wa talih, bala ikiingia mwema mbaya linamkumba. Leo unasikia watu wanalalamika, sijui mtoto wangu alikuwa anakwenda msikitini lakini ndo kakutwa na balaa. Kwa hiyo likifikia balaa, mwema yumo, mbaya yupo. Kwa hiyo tuiombee salama, tuiombee amani, tuombe kheri, tumuombe naye mufti wetu, Mwenyezi Mungu amjaze kheri na mpe na afya, akiongoze chombo hiki
kwa kadri aliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Aidha, Alhaji Mruma pia amewakumbusha waumini hao wanaokwenda katika ibada za umra kuhakikisha wanakuwa mabalozi kwa kufuata taratibu zote wanazotakiwa katika miji hiyo ya Maka na Madina. Ni matumaini yangu kwamba viongozi wetu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA wamewapa semina muhimu katika yale ambayo wanakwenda kuyafanya kule na yale ya muhimu ili kukamilisha ibada yao hiyo ya umra kama walivyodhamiria. Ni wape tu mahusia kwamba wafuate maelekezo yote yale ambayo wamepewa na viongozi wao, lakini pia wakifika kule viongozi wetu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA wataambatana nao katika kila hatua kuhakikisha kwamba wanawasaidia katika kuhakikisha kwamba wanatimiza azma yao ya kukamilisha ibada yao hii muhimu ya umra. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Kazi, Ajira na Mahusiano Deus Clement Sangu ametangaza nia ya serikali kuendesha ukaguzi maalum katika sekta binafsi ili kuwabaini na kuwachukulia hatua waajiri watakaobainika kuto kusajili waajiriwa wao katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Wilbrod Sumia anaarifu zaidi kutoka Rukwa. Akiongea na wadau wa mahusiano mkoani Rukwa, Mheshimiwa Waziri Sangu amesema malalamiko ya wafanyakazi katika sekta binafsi yameanza kutatuliwa. Serikali imepanga kuendesha ukaguzi kwa baini waajiri wasiowasilisha michango ya wafanyakazi wao katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa na ukaguzi kabambe wa kuhakikisha kwamba wale ambao hawataki kufuata sheria za kuhakikisha kwamba waajiriwa wao wanapelekewa michango NSSF ili mafao yao yaweze kuja kuwasaidia wakati hawatakuwa kazini, wanatekeleza hilo, kwa sababu hilo ni takwa la kisheria. Kutakuwa kuna hatua kali za kisheria, ikiwemo kwanza kulipa papo kwa papo michango ile 50% kabla tujaanza mazungumzo, na baada ya hapo kuna hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Aidha, Waziri Sangu amewaomba viongozi wa dini kuiombea nchi amani na kuwahubiria waumini umuhimu wa kuilinda amani iliyopo. Naombeni sana viongozi wangu wa dini, tusiruhusu jambo hili na tusiruhusu mtu mmoja, kikundi cha watu au taasisi kutugawa Watanzania. Hakuna nchi yoyote ile ambayo wewe unaijua tangu umezaliwa zaidi ya mama Tanzania. Lakini sisi wa Tanzania hatujawahi kuwa wakimbizi kwenye nchi yoyote. Nchi yetu hii Mungu ametubariki sana. Atuletea salamu za Mheshimiwa Rais. Tumezipokea kwa moyo wa shukrani, na sisi tuko tayari kumwombea na kumpa ushirikiano unaotakikana. Na hizi changamoto zilizotokea hapa majuzi baada ya uchaguzi mkuu, tunaomba Mungu kwa kweli zikome kabisa, kwa sababu sisi tunataka Tanzania yenye maendeleo, imeitwa kisiwa cha amani, na iendelee kuwa kisiwa cha amani, na inawezekana. Kutoka mkoani Rukwa, Wilbrod Sumia, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed amesisitiza umuhimu wa kuendeleza zao la soya kama mkakati wa kuboresha lishe na kuongeza uzalishaji wa mazao ya biashara mkoani humo. Akizungumza wakati wa kikao kazi cha mkakati wa kuendeleza zao la soya, mkuu wa mkoa wa Ruvuma amewaagiza wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri kuhakikisha chakula kinachotokana na zao la soya linaingizwa katika mpango wa chakula mashuleni, ikiwemo maziwa ya soya, ili kupunguza tatizo la udumavu. Ndugu wadau, napenda kutoa maelekezo mahususi yafuatayo. Kwanza, waheshimiwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri, muhakikishe mpango wa lishe shuleni unaingia au unaingiza matumizi ya maziwa ya soya kulingana na mazingira ya kila eneo. Kwa upande wake, mkuu wa kanda ya kusini wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko Kopla Bi Agnes Kimaro amekabidhi kilo 1000 za mbegu mama za soya kwa mkoa wa Ruvuma. Hatua hiyo imelenga kupunguza changamoto ya upatikanaji wa mbegu bora na kuongeza uzalishaji wa zao hilo kufikisha tani 50,000 mwaka 2030 kutoka tani 5,000 kwa sasa. Hivi karibuni tumetoa ruzuku ya mbegu bora bure kwa wakulima, ambao kwa mkoa wa Ruvuma tumetoa pia mbegu za soya
kilo 1000 ambazo katibu tawala mkoa ameelezea vizuri sana hapa kwamba zile kitaalamu tunaita pre-basic seed. Wadau wa kilimo cha soya walioshiriki kikao kazi hicho walipata nafasi ya kuelezea mikakati mbalimbali. Kwa maana kupitia uzalishaji wa soya tunategemea kwenda kuchagiza matumizi ya soya kama chakula katika mkoa wetu, tofauti na dhana ambayo imeenea sasa hivi ya kuchukuliwa soya kama zao la kibiashara pekee yake. Tunaamini mradi unaenda kutekelezwa kwa miaka 3 katika mkoa wa Ruvuma pekee yake, ambapo katika kipindi hicho tunategemea kuongeza uzalishaji wa soya kutoka tani wastani 2000 hadi 3000 zilizosemwa mpaka kufikia tani 1030 kwa mwaka. Nikiripoti kutoka mkoani Ruvuma ni Jimmy Mengele wa Chana. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla amesisitiza umuhimu wa kushirikisha madiwani katika kupanga bajeti za barabara ili kuhakikisha fedha za maendeleo zinatumika ipasavyo. Taarifa Jamila Omar inafafanua zaidi. Akizungumza katika baraza la kawaida la madiwani wa halmashauri ya Arusha, CPA Makalla amesema kuwa kutowashirikisha madiwani kunazua changamoto kubwa, kwani matatizo ya barabara hayatatatuliwa hata baada ya madiwani kumaliza muda wao wa uongozi. Na madiwani hawa hatutaki kwenda TARURA iwe kama hisani ya kuwabembeleza kwamba na mimi naomba. Msingi wetu uwe tunakubaliana kwamba tuna changamoto hizi hapa. Kwa hiyo tunaweka vipaumbele sasa. Wewe unapata uhalali kwamba tuliwasikiliza madiwani, kwa hiyo changamoto zao barabara ni hizi hapa. Kwa hiyo wewe unapopeleka bajeti unaanza kusema barabara hii, barabara hii. Lakini pia na mkurugenzi naye anapata picha kwa bwana, katika fedha za ndani tukisema tunatengeneza caravan, tunatengeneza kitu fulani, iwe imetokana na madiwani hawa. Kwa upande wao madiwani wametaka semina za mafunzo kutoka serikalini, ambapo mwenyekiti wa baraza la madiwani Baraka Simon amesema semina hizo zitawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Sisi tutakwenda kuwatumikia wananchi kwa kasi kubwa, kwa hari kubwa katika robo ya kwanza inayoendelea. Lakini pia tunapoendelea kuwatumikia wananchi hao, tutaomba tutakapofika mezani kwako kuomba utuidhinishie ziara ya kwenda kujifunza, kwa sababu huwezi kukaa tu huku ndani, tunakaa wenyewe tu huku ndani, ni vyanzo vya migogoro kwanza hivyo. Mbunge wa Arumeru Magharibi Dr. Johannes Lukumai pia amemuomba mkuu wa mkoa kuhakikisha madiwani wanapatiwa semina rasmi zitakazowasaidia kuelewa majukumu yao ya uongozi na utekelezaji. Ile ni elimu mheshimiwa mkuu wa mkoa muhimu sana kwenye leadership, management and governance, ili watu waweze kutenda kazi zao vizuri na vile inavyotakiwa. Kwa sababu na kuomba rasmi kwa nafasi yako utakavyoona, lakini bado tunashukuru serikali kutupangia mwezi wa pili, ila kama itawezekana semina siku 2 au moja, nami pia mheshimiwa mkuu wa mkoa nitachangia kama itabidi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Chukua hatua za kupunguza utegemezi wa dawa zinazoagizwa kutoka nje kwa kuzindua mkakati wa kuharakisha maendeleo ya sekta ya dawa unaolenga kuinua wazalishaji wa ndani kufikia viwango vya Shirika la Afya Duniani WHO na kufungua masoko ya kikanda. Mpango huo umezinduliwa jijini Dar es Salaam na Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa wakati wa kikao cha kazi cha ngazi ya juu na wazalishaji wa dawa wa ndani, ambapo pia serikali imezindua kikosi kazi cha kusimamia utekelezaji na kufuatilia maendeleo. Akizungumza katika uzinduzi huo, Waziri Mchengerwa pamoja na mambo mengine amekiri kuwa licha ya ukuaji wa uzalishaji wa dawa za ndani katika miaka hivi karibuni, wazalishaji wengi bado hawajapata uthibitisho wa WHO, hali inayowazuia kushindana katika masoko ya kimataifa. Kuifanya Tanzania kuwa mzalishaji na msafirishaji mkubwa wa dawa barani Afrika. Dira yetu si kuzalisha pekee, si kuzalisha kwa matumizi ya ndani pekee, bali kuijenga Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji na usafirishaji wa dawa kwa Afrika Mashariki, SADC na bara zima la Afrika.
lakini inabidi kwamba sera maalum kwa ajili ya viwanda vya dawa viwe incorporated kwenye Public Procurement Act, vitu ambavyo vinakubalika, sio vya kufanya kwamba tuvunje uwazi wetu au tuwapendelee viwanda. Bila kuwa na sera, viwanda hivi haviwezi kwenda kokote. Sisi kuwe na unafuu katika ile mlolongo wote wa kodi, urasimishaji na matozo, ili angalau kama panapowezekana zile tozo zisiwepo mwanzo wa uanzishaji wa kiwanda, ziweze kufikiriwa ziwepo kuwepo hapo baadaye, baada ya kiwanda kuanza. Watoto waliokosa fursa ya malezi ya wazazi katika kituo cha kulelea watoto yatima na wenye mahitaji maalum cha Nuru Orphans kutoka mkoani Mbeya wameomba wadau kusaidia upatikanaji wa gari la kubebea watoto wanaosoma nje ya kituo hicho pamoja na mahitaji ya shule kwa wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza. Huyo hapa ni Epimacus Apolinari ambaye ndiye mwenye undani wa hii taarifa. Ombi hilo limetolewa na mama mlezi wa kituo hicho Rose Kawiche wakati wa kupokea msaada wa mahitaji maalum yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 1 kutoka kikundi cha Star Family, ambapo mwenyekiti wa kikundi hicho Christopher Mwakajinga amewataka wadau wengine kujitokeza kufanya matendo ya huruma kutokana na changamoto zilizopo hasa za usafiri na vifaa vya shule. Kutokana na hao watoto waliotelekezwa, tunakuwa na uhitaji kwa hao watoto wadogo kabisa, tunakuwa na changamoto ya uhitaji wa maziwa. Huwa wanatumia maziwa ya lactogen namba 1. Na pia tuna changamoto ya wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wako wengi kwa sasa hivi na mtu anayewalipia ada ni mtu mmoja. Lakini kuna mahitaji kama uniform, pesa ya matumizi na mahitaji kama madaftari, viatu. Kuna changamoto kubwa sana inayotusumbua ni usafiri. Tunateseka sana kwenye upande wa usafiri. Naamini hapa kila mmoja na kikundi zaidi ya kimoja. Basi tukawe mabalozi wema huko. Naamini hichi tulichokileta ni kama nukta tu ya mahitaji yanayohitajika hapa. Kwa hiyo tukawe mabalozi kwenye vikundi vyetu vingine huko na kwenye familia zetu na kila sehemu ambayo tunaona inafaa kueleza hili jambo. Kwa upande wao, baadhi ya wanakikundi wametoa rai kwa wazazi hasa wakina mama kuwa na huruma na watoto wao wanaowazaa na kuacha kuwatelekeza, kwa kuwa watoto hao wanahitaji malezi bora na furaha ya wazazi. Vitu vipo kwenye jamii na yawezekana kuna watu wanawaona hao watu wanaotelekeza watoto, na kuna mwingine labda katika pita amemsikia kabisa mtu akikiongelea hichi kitu na baadaye akakifanya. Na kama hivi leo tumefika sehemu kama hii, tumewakuta watoto kama hawa. Mungu aendelee kutusaidia. Na endelee kuingiza upendo kwa kila mmoja, ili siku nyingine tuguswe zaidi na tutoe huduma hizi kwa jamii wanaoteseka. Nikiripoti kutoka katika kituo hiki cha watoto wenye mahitaji maalum hapa mkoani Mbeya, Epimacus Apolinari, Channel 10. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simba Chawene amehimiza ushirikiano kati ya watumishi wa serikali waliopo katika kituo cha forodha cha pamoja cha Mutukula kilichopo wilayani Misenyi mkoani Kagera, ambapo ni mpaka kati ya nchi ya Tanzania na Uganda, huku akiwaasa kutilia mkazo zaidi katika masuala ya usalama na ukusanyaji wa mapato. Pia ametoa rai hiyo wakati wa ziara ya ukaguzi wa shughuli mbalimbali za kiforodha katika kituo hicho, akiambatana na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Kagera, ambapo pia watumishi wa idara ya uhamiaji na mamlaka ya mapato Tanzania TRA wakizungumzia hali ya ulinzi, usalama na ukusanyaji wa mapato. Kwanza ni usalama wa nchi yetu. Hiyo ndio paramount, usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo kila mmoja aliyoko huku, awe ni wa mionzi, awe ni wa kukagua wanyama, awe ametoka ofisi yoyote ile, awe askari asiwe askari, jambo namba 1 ni usalama wa nchi yetu. Usalama wa nchi yetu. Kila pili ni ukusanyaji wa mapato. Ukusanyaji wa mapato.
Ili nchi iendelee inahitaji fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali kama ambavyo imeahidiwa kwa wananchi wetu, na fedha hiyo ya kutekeleza miradi hiyo inapatikana kwenye maeneo ya ukusanyaji. Kituo cha Uhamiaji pia kina jukumu la kukusanya maduhuli ya serikali, na kwa kipindi tajwa cha mwezi Januari hadi Novemba 2025 tumefanikiwa kukusanya jumla ya dola za Kimarekani 158,980 ikiwa ni malipo ya huduma zinazotolewa hapa mpakani kupitia malipo ya visa. Lakini kwa kuanzia Julai mpaka mwezi Novemba kituo kimekuwa na lengo la bilioni 29 na tumefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 27 sawa na ufanisi wa 95%. Mafanikio haya yametokana na weledi kwa kushirikiana kwa taasisi zote 20 ambazo ziko hapa mpakani. Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora, Daktari John Pima, amewatahadharisha walimu waliopewa dhamana ya kusimamia miradi ya maendeleo kwenye shule zao kutojihusisha na vitendo vya udanganyifu wakati wa manunuzi wa vifaa vya ujenzi, kwa kuwa atakayebainika, halmashauri haitosita kumchukulia hatua kali za kisheria kutokana na vitendo hivyo vinavyorudisha nyuma jitihada za serikali katika kuboresha sekta ya elimu. Mwanahabari wetu Pendo Salu ana taarifa zaidi. Dr. Pima ametoa tahadhari hiyo wakati wa kikao kazi na walimu wa shule za msingi na sekondari zote za manispaa ya Tabora wenye lengo la kuanza maandalizi mapema ya msingi mpya wa masomo katika kuboresha sekta ya elimu manispaa ya Tabora. Zile za nyumbani unapojenga wewe au kwenye jamii unapokaa, tairi hizi zinauzwa shilingi 45,000. Wewe unaenda kununua za shule unaosimamia tairi hizi kwa shilingi 78,000. Lazima tukuchukulie hatua. Kwa maana hiyo ni wito tu kwamba fedha inayokuja haileti kwenye shule yako peke yako. Wilaya zingine nchini wamemaliza, wamejenga, wamemaliza maabara, wameweka na meza, wameweka na vigoda, wameweka na kila kitu. Halafu wanaripoti wamebakiza shilingi labda milioni 2. Manispaa ya Tabora boma limekamilika, halafu meza hazijakamilika, halafu hakuna kilichowekwa. Halafu anakuambia kwamba tunadaiwa milioni 18. Ndio maana tumesema kwamba lazima hizo fedha uzitafute, sisi hatutakuacha. Hata hivyo, baadhi ya walimu wamebainisha mikakati yao katika kuhakikisha wanatimiza wajibu wao, ikiwa ni pamoja na kusimamia ipasavyo miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yao kama ilivyo adhima ya serikali. Na sio uzalendo wa Mtanzania, na jambo hilo ni sio zuri. Mtu kujiongezea simenti inauzwa shilingi 19,000 anaongeza inakuwa 23. Huo sio uzalendo na maadili ya ualimu. Kiuhalisia inatakiwa mtumishi akiharibu sehemu moja awajibishwe kwenye eneo aliloharibu, badala ya kumhamisha kumpeleka eneo jingine, kwa sababu pale unakuwa hujatibu tatizo, umembeba mtu na matatizo yake umempeleka kwenye eneo jingine. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Asante Pendo Salu kwa taarifa hiyo, mtazamaji. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Timu ya taifa ya soka ya Tanzania, Taifa Stars, imepoteza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Nigeria kwa kufungwa magoli 2-1 katika michuano ya mataifa ya Afrika yani AFCON inayoendelea kutimua vumbi nchini Morocco. Katika mchezo huo ambao ulikuwa wa aina yake, ulishuhudiwa kwa vuta ni kuvute mpaka katika dakika ya 36 ya mchezo ndipo Nigeria wakatangulia kwa bao la kipindi cha kwanza kupitia nyota wao Semi Ajay, kabla ya bao la ukombozi kwa Stars dakika ya 50 ikifungwa na nyota Charles Mombwa. Bao la ushindi kwa Nigeria limefungwa na Ademo Lukman katika dakika ya 52, bao ambalo lilidumu mpaka dakika ya 90 ya mchezo huo, matokeo ambayo yanaifanya Taifa Stars kupoteza mchezo wake wa kwanza wa michuano hiyo. Mtazamaji, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Vipunde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo.